Naam, huu ni muda wa kuzungumza kuhusu mazoezi. Kama tunavyofahamu kwamba mazoezi ni muhimu sana kwa afya, lakini pia marathons ambazo zinafanyika mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini ni muhimu sana kushiriki, kwa sababu zinakujenga kiafya, lakini kijamii pia, kwa sababu unakutana na watu mbalimbali, unajenga ushirikiano wa kijamii, ukiachilia mbali zile faida nyingi za kiafya ambazo zinafanyika. Sasa tuzungumzie kuhusu Tri Nations Trail Running and cycling, ambapo tutazungumza na Tea Mtau ambaye ni mwanamazoezi. Ataongelea kuhusu ushiriki kwenye hizi marathons ama haya matukio ya kimichezo. Tea, karibu sana. Mambo yanakwendaje? Nashukuru. Bwana, tunafurahi sana kukukaribisha, lakini zaidi pia tunafurahi kuziona medali. Lakini kwanza tuzungumzie kuhusiana na hizi Tri Nations Trail Running and Cycling. Kabla ya kufika huko, hizi sio medali. Hichi ni kitita cha medali. Band of medals. Yes. Safi sana. Karibu sana. Hongera sana. Asanteni sana. Kwanza nieleze furaha yangu kuungana na kipindi cha Morning Trumpet siku hii ya leo au asubuhi ya leo kuzungumza michezo, lakini hususan mchezo wa marathon. Mimi nimekuwa mwana michezo mingi, lakini kwa marathon nimekuwa kwenye huu mchezo kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Na hiyo imenifanya pia kuweza kuungana na Tri Nations Trail and Cycling Marathon ambayo kwa mwaka huu ni mara ya 3 kufanikisha. Miaka 10. Yes. Nikikuangalia hivi naona uko fit. Ni kweli. Nini hasa kama itakupendeza? Kama itakupendeza. Una miaka mingi? Kama itakupendeza. Of course, mimi huwa sifichi umri wangu, na ninaamini kusema umri wangu na muonekano wangu inasaidia watu kuhamasika. Naweza niseme exactly years, lakini na approach 50. Okay. I'm almost 50. Wow. Yes. Lakini unamuona alivyokuwa mwepesi na very fit. Yes. Very flexible. Na muonekano bado anaonekana kijana kabisa. Na mimi ungeniambia nikukadirie, mimi nisingefikisha huko kusema ukweli. Mimi ningeishia kwangu kwenye miaka yangu. Wengi wanasema I look 30s. Sure. Look 30s by the way. Lakini natamani kujua kusaidia kwa kiasi gani? Yes, there. Nimejitanabaisha kama mwana mazoezi mbobevu kwa sababu mimi tangu utoto wangu napenda mazoezi. Nimeshiriki mazoezi tangu nikiwa shule ya msingi, nilikuwa nafanya ile mchezo wa high jumping. Nilikuwa natambulika kwa mchezo huo. Lakini pia nilipokuwa sekondari nilishiriki michezo mbalimbali, na mchezo wangu mkubwa ilikuwa ni volleyball. Baada ya sekondari chuo pia nikashiriki kama mwana mazoezi, nikishiriki mchezo huo wa volleyball na netball. Lakini baada ya kumaliza shule sasa nikaingia kwenye majukumu mengine ya kifamilia, ambapo niliolewa, nikazaa. Mpaka mwaka 2016 nilikuwa tayari na watoto 4. Kwa mimi ni mama wa watoto 4 by the way. Hongera sana. So ule uzazi kwa mwanamke yoyote unakuja na mambo mengi. Kwa hiyo nilitoka kuwa na ule mwili wa usichana nikawa mkubwa sana. Mimi I was 90 kgs by then, hiyo 1916 ambao nilipopata mtoto wangu wa mwisho. Kilo 90. Yes. Sasa hivi na kilo 73. Wow. Ambazo zinaendana na urefu. No, BMI yangu ni kilo 70. Kwa hiyo na kilo 3 za kupunguza tena. Lakini ukiniangalia naonekana fiti. So baada ya kupata ule unene wa uzazi, nikawa naona like mashikamoo yanazidi, yani nakuwa naonekana mzee. So nikasema why not going back to mazoezi. Kwa hiyo nikachagua mchezo wa kukimbia, kwa sababu katika michezo yote kukimbia au kutembea is the best kwa kupunguza weight. Kwa sababu inapunguza mwili mzima. Tofauti na michezo mingine. Kwa hiyo I embarked kwenye mazoezi na nikaanza rasmi mchezo wa kukimbia. Na hizo medali hapa nimezipata ndani ya kipindi hiko cha miaka 10 ambacho nimeshiriki kwenye mazoezi mbalimbali au marathon mbalimbali. Kwenye kukimbia huku, yani ukiwa unakimbia wewe mwenyewe binafsi unajiona unapata faida gani? Kukimbia hasa kwa mwanamke. Nasisitiza kwa mwanamke kwa sababu pamoja na kukimbia pia nimekuwa ni mhamasishaji mzuri wa health lifestyle. Ikiwa pamoja na ulaji na kufanya mazoezi. Lakini narudi sana kwa mwanamke kwa sababu naamini mwanamke ndio nguzo ya familia. Mwanamke akiwa na afya, familia inakuwa na afya na jamii inakuwa na afya. Kwa hiyo mimi binafsi kwa kukimbia nimepata faida nyingi sana. Nitazitaja chache. Faida ya kwanza ni kuwa na afya kwa ujumla.
kwa sababu wataalamu au tafiti mbalimbali zinasema kukimbia kunaimarisha afya ya moyo. Tukumbuke kabisa kwamba moyo ndo engine ya mwili kwenye kupampu damu. Kwa hiyo moyo unapokuwa fit, kwa maana kwamba moyo hauna mafuta, pia damu inayotembea kwenye mwili haina mafuta, kwa hiyo ni rahisi mzunguko wa damu kutembea kufanyika kwenye mwili, kwa hiyo kukuepusha au kumepusha mtu na magonjwa mbalimbali yatokanayo na kutokuwa na mzunguko mzuri wa damu kama vile blood pressure. Kwa hiyo mimi nimeimarisha sana kwa sababu kila nikienda hospitali kufanya vipimo, yani naambiwa you're good, hauna pressure, yani pamoja na madaktari wanashangaa wanashangaa, yes. Lakini kingine ni kuwa fit. Look at me. Niko fit sana. Mimi siumwi, yani sikumbuki hata mara ya mwisho kwenda kupima hospitali nikakutana na ugonjwa. Kwa hiyo kukimbia pia ni namna nyingine ya kufukuza magonjwa mbalimbali. Lakini kwa mwanamke pia kuna kitu kinaitwa hormonal imbalances. Wanawake wengi hasa ambao tuko kwenye premenopause, menopause na postmenopause tunakutana na changamoto nyingi sana za hormonal imbalances. Kwa hiyo mazoezi yanafanya ule mwili sasa unakuwa vizuri, kwa maana kwamba na balance hormones zako. Kwa hiyo hukutani na zile changamoto au hata kukutana nazo hazini nyingi kama ambavyo mtu ambaye hafanyi mazoezi anakutana nazo. Kwa hiyo mazoezi yanasaidia sana sasa huku kwenye kukimbia ama kwenye marathon kuna vitu ambavyo tunaviona pia tunajaribu kushangaa. Na wakati mwingine pia tunashindwa kuelewa yani inamaanisha ni. Kwa mfano unakuta watu wanatumia haya matukio kama sherehe, yani kwamba anajiandikisha marathon, anakimbia kilomita 5 ile asubuhi, alafu jioni ya hiyo siku anakwenda kupiga vitu ambavyo vinaongeza uzeni kama ulaji fulani hivi wa kistarehe. Sasa hii unashindwa kuelewa yani, na wakati mwingine unakuta anaongezeka zaidi uzito licha ya kwamba anashiriki kwenye kila marathon zinavyotangazwa. Hii unaizungumziaje? Okay. Kwanza nianze hapa ulipoanza kwenye sherehe. Watu wanaotumia marathon vizuri wanazitumia pia kama njia ya kuondoa stress, lakini njia ya kunetwork. Kwa hiyo sherehe sio kitu kibaya, kwa sababu sherehe ni kitu ambacho kinafanya mtu furahi. Kwa hiyo kwa kushiriki au kwa njia ya mazoezi ile kukutana na watu tu, tuseme ulikuwa peke yako una stress, una feel loneliness, unapokutana na watu inakufanya pia unachangamka. Kwa hiyo inakupunguzia stress na inakufanya pia unatengeneza networks. Kwa hiyo ukitumia vizuri hizi platforms utatengeneza faida nyingi. Lakini sasa kuna watu ambao wanakimbia wanashiriki kwenye mazoezi bila kuwa na elimu ya ule nini kabla ya mazoezi na ule nini baada ya mazoezi. Kwa hiyo pia wanaharibu. Kwa hiyo mimi nimepata elimu ya mazoezi kutokana na kusoma. Mimi napenda kujisomea. Kwa hiyo ukisoma unajua kabisa kwamba ili ushiriki kwenye mazoezi na upate manufaa yanayotokana na ile mazoezi ni lazima ufahamu ule nini kabla ya mazoezi na ule nini au unywe nini baada ya mazoezi. Kwa hiyo si sahihi unaposhiriki kwenye mazoezi afu unamaliza mazoezi unaingia kwenda kula ovyo, kunywa ovyo. Hiyo sio sahihi. Na ndio maana utakuta mtu bado anashiriki kwenye mazoezi lakini afya yake ni mbovu, na kuna wengine ambao pia wanakufa mapema kutokana na magonjwa yasiyoambukizwa ya high blood pressure, obesity na kadhalika. Kwa hiyo mimi ningeshauri uwe na elimu nzuri ya chakula gani uweze kula kabla ya mazoezi na baada ya mazoezi. Twende sasa tukazungumze kuhusu Tri-Nation running and cycling. Ni mara ya 3 sasa unaenda kushiriki. Ni marathon ya aina gani ama ni running ya aina gani na ina mvuto wa kiasi gani, na mwaka huu pia tutaishiriki lini? Sawa. Kwanza ni tofautisha, kuna aina mbili za marathon. Kuna trail marathon na kuna hizi normal marathon. Trail marathon ni zile ambazo zinafanyika kwenye mazingira ya asili au ya nature. Na hizi marathon zingine za kawaida ni zinafanyika mijini, tunaziona nyingi zinafanyika mijini. Trail marathon ni chache. Sasa Tri-Nations tumekuja na ubunifu wa kuandaa marathon ya aina hii kwa sababu ya umuhimu wake au kwa sababu ya faida zake. Kwanza marathon inafanyika kwenye nature. Kwanza faida kubwa ni ile una inhale nature. Unajua unapokimbia kwenye magari unapata tu unapumua ile moshi wa magari, lakini unapokimbia kwenye nature una inhale nature kwa sababu imezungukwa na miti, maji, wanyama na ndege halisi. Kwa hiyo ile tayari ni faida mojawapo. Kwa hiyo una breathe nature ambayo ni nzuri, unapata pure oxygen. Lakini faida nyingine ni kwamba unaposhiriki trail marathon au marathon za kwenye nature ni kwamba una ile chances za kupata
matatizo, kwa mfano ajali. Sisi tumeshuhudia kuna mwenzetu mmoja alikuwa anakimbia barabarani kwenye alongside barabara ya Goba, aligongwa na gari akafariki. Kwa hiyo inakuepusha na ajali pia, kwa maana kwamba unakuwa safe. Utakachokutana nacho sana sana ni wanyama, sauti za ndege, maji. Kwa hiyo trail marathon ni nzuri as compared na hizi marathon za urban. Kwa hiyo kwa kushiriki Tri-Nation Marathon, kwanza kabla sijaendelea, Tri-Nation Marathon ni nini? Ni marathon ambayo inaandaliwa na mataifa matatu. Kwa sasa hivi ni Tanzania, Namibia na Kenya. Miaka ya nyuma ilikuwa ni Tanzania peke yake, lakini mwaka huu tumeingiza mataifa ya mawili watashiriki. Na kwa mwaka huu mbio hizi ambazo ni mbio za kawaida za kukimbia lakini na za waendesha baiskeli zitafanyika Chalinze, eneo maarufu linajulikana kama Ubena Somozi, na zitafanyika mwezi wa Juni tarehe 21. Okay. Kwa hiyo naomba nisisitize, Juni tarehe 21 mwaka 2026 ndio hizi mbio za Tri-Nations marathon zitafanyika. Kwa hiyo kutakuwa na mbio za kawaida za msituni, lakini pia na waendesha baiskeli. Kwa hiyo kingine, faida nyingine ni ile kwamba unapokuwa kwenye nature kuna milima, kuna mabonde. Mimi kama mkimbiaji nasema ukikimbia kwenye mlima unapata faida zaidi kuliko anayekimbia kwenye tambarare, kwa sababu you burn more calories unapo hike. Sasa hizi medals ni medals ambazo umezipata throughout kwenye kukimbia, yes. Yani kwa haraka haraka umeshakimbia marathon ngapi mpaka sasa hivi? Kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita nimeshakimbia zaidi ya marathon 30. Yes, mbalimbali. Zikitangazwa nimeenda sio tu Dar es Salaam, nimeshiriki za Chalinze, nimeshiriki Morogoro nao wanafanyaga zile za msituni kwa kupitia Selu Marathon. Nimeshiriki nyingine Dodoma. Kwa hiyo naposikia nimeshiriki pia ile Kill Marathon maarufu sana ile ya Moshi. Ya Moshi. Yes. Ile maarufu sana. Ndio. Wow. Sasa hii ambayo tunakwenda kushiriki tarehe 21 mwezi wa 6. Utaratibu wa kushiriki ukoje, lakini pia kulipia na vitu kama hivyo? Sawa, nashukuru sana kwa swali zuri. Utaratibu wa kushiriki ni mrahisi sana. Kwanza mbio nyingi huwa wanaweka gharama kubwa, lakini hii kwa sababu tunataka tu attract watu wengi, hususan wanawake. Mimi sio kwamba napendelea, lakini naimiza wanawake kwa sababu wanawake wamekuwa wazembe. Na wanawake wengi hawashiriki kwenye active activities. Kwa hiyo wengi wanakaa tu wamebweteka. Mimi na marafiki zangu, my age mates, they cannot even kuchuchumana kunyanyuka kwa sababu tayari wameshapata magonjwa ya viungo. Viungo vimejishika. Lakini pia nikitaka kueleza umuhimu wa kushiriki kwenye mazoezi. Mimi nimesema na watoto 4. Na watoto wangu wote wamejifungua kawaida. Na watoto wangu 2 kati ya 4 nimepata uchungu nyumbani, nimeendesha gari, nimeenda labor, nimejifungua the same day na nafanya kazi nikarudi next day. Na watoto wangu wote nafanya kazi mpaka siku ya mwisho. Natoka kazini wanasikia tena amepata mtoto. Nasema hukuchukua naye jana? Naambia yes. Sasa umuhimu wa mazoezi kwa mwanamke unasaidia a lot of things. Kwanza hata kwenye kujifungua pia inasaidia. Yes, kwa sababu nyonga inakuwa iko flexible. Sasa hivi watoto wengi wanajifungua wanashindwa nyonga kufunguka kwa sababu wamekaa ni miili imejifunga. Their waist or their productive system haiko flexible. Lakini mimi nafanya mazoezi, zile sit ups, zile kukimbia inafungua mwili. Kwa hiyo mimi watoto wangu wote nimepata kwa njia kawaida. Kwa hiyo nahimiza sana, ndio maana narudi tena kuhimiza wanawake washiriki na at all ages. Tena wasichana wadogo washiriki zaidi kwa sababu ndio ambao wanahitaji zaidi kuwa healthy ili kutengeneza mifumo productive. Tupe yani hilo limeisha. Tupe tu mawasiliano ya jinsi. Kwa hiyo namna ya kushiriki kwenye mashindano yetu ambayo tunaita Tri-Nation Trail and Recycling yatakayofanyika tarehe 21 Juni 2026 kule Ubena Somozi Chalinze. Namna kushiriki, kwanza unaweza kushiriki kwanza, fee yetu ni ndogo, shilingi 25,000 tu. Hatuweki fee kubwa kama mashindano mengine. Lakini namna kushiriki, unaweza kujisajili kupitia website yetu ambayo ni www.mbogo.ac.tz. Mtauliza kwa nini Mbogo? Ni kwa sababu imeandaliwa na Mbogo Ranches ambao ni wafugaji, lakini pia wataalamu wa bidhaa za kilimo. Wameandaa marathon kama namna ya kuhamasisha umuhimu wa kufanya mazoezi kwa ambayo itakuwa sambamba na maonyesho yale. Ndio, itakuwa na maonyesho pia.
pia ya bidhaa za ufugaji ya hayo maonyesho ya kimataifa. Ndio tunakimbia kwa kilele. Yes, safi kabisa. Sasa nafikiri uanze kumsajili ndugu yangu hapa. Kwa kweli. Alimeisha. Kwa kweli. Kilomita ngapi? Kilomita ngapi? Kwenye yaani tuko serious. Sio kwenye nini? Kwenye medali zangu. Hapa punguza kama 10 tu. Nyingine zote tutachukua. Chukua details ndani. Kilomita ngapi? Balkis Njuki. Balkis Njuki. Sawa. Kilomita ngapi? Kilomita ngapi? 25 zipo. Hapana, kwa kawaida 25. Kwa kawaida 21. Kwa kawaida na kwa 5, 10, 21, 42. 21. Twende 42. Sawa. Wewe kama umetupiga ndugu yangu. Kwa kweli mwenyewe na wasiwasi na ulikuwepo. Atanifuata inbox kueleza vizuri kabisa. Na mwana mazoezi Tea Ntau ambapo tumezungumzia ushiriki wa marathon hii ikiitwa Tri Nations Trail Running and Cycling itakayofanyika Juni 21 pale Chalinze Pwani, na hiyo ni katika siku ya kilele cha Tri Nation Livestock Expo ambayo itafanyika kuanzia Juni 19.